Poa, inakwaje? Safi, uko vizuri? Uko vizuri alhamdulillah. Bana, jana tumeshuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo, Mnyama Simba dhidi ya Young Africans. Story kubwa imekuwa ni kufungwa kwa Mnyama Simba. Watu wengi mashabiki wa Young Africans wanachukulia Mnyama Simba kama ndo ashakuwa dhaifu kinyali, yani ndio hivyo hajiwezi tena. Yeah. Karibu mashabiki wa Young Africans wanapaswa kumchukulia Mnyama kwa namna hiyo. Yes, when it comes kwenye dabi, inapokuja kwenye swala la dabi kuna utani ndani yake hapo. Kwa hivyo kumfunga mtani mechi 6 mfululizo una haki ya kujimwamba fai, na ukasema kabisa kwamba huyu yupo katika hali mbaya, maana yake kashindwa kujitetea katika mechi 6. Na ukiachana tu na hizo mechi 6, mechi 4 za mwisho Simba hajapata angalau bao. Kwa hivyo Young Africans vyovyote ambavyo wanataka kufurahia ushindi wao, hakuna namna ya kuwakataza. Wana deserve kwa sababu wana timu nzuri ambayo inapata matokeo dhidi ya Simba, wamekuwa wakifanya vizuri. But watu wa football, yani ukiachana na ule ushabiki, tukija kwenye reality ya football, chochote kinaweza kikatokea wakati mwingine. Yani haimaanishi kwamba, na hii sio mara ya kwanza hizi timu kufungana aina hii ya magoli. Imesha kutokea huko nyuma wanafungana kwenye consistency ya namna hii. Kwa hivyo sio mara ya kwanza, ingawaje this time around imekuja kutokea kwenye kipindi ambacho hizi timu zote mbili zina msuli wa kifedha. Kwa hiyo ndo kidogo inakuwa tofauti na hayo mazingira. Yes, inakuwa kuna namna. Maana miaka ya nyuma ilikuwa mmoja yuko enough ana hela, mmoja yuko drop. Hivyo, lakini sasa hivi mazingira yamebadilika. Wote wana nguvu ya kiuchumi, wote wanasajili wachezaji wakubwa, lakini bado Young Africans wanaonekana kufanya vizuri. Kwa hiyo nadhani ni issue ya mashabiki kujivunia wao, lakini kwa watu wa mpira unaweka akiba ya maneno, kwamba kwa mfano unavyosema unaweka akiba ya maneno. Ile mechi Simba wali create chances nyingi. Kitu cha utofauti ambacho kimetofautisha ile mechi ni kwamba Simba alicheza vizuri first half, ila hakufanikiwa kutumia vema nafasi zake alizotengeneza. Young Africans second half walibadilika, walicheza vizuri, wakatumia nafasi moja katika nafasi nyingi walizotengeneza. Kwa hiyo ukiangalia hapo kwa mtu wa mpira unajisifia, lakini unaweka na akiba ya maneno kwamba wapinzani walikuwa na nafasi ya kufunga. Maanake almost hizi timu zipo katika level maybe inayofanana. Of course so maybe ni level ambayo inayofanana kwa sababu ya mahadhi ya zile timu, ya profile ya zile timu na msuli wao na quality ya vikosi ambao wako navyo. Sawa, yeah. Karibu story kubwa imekuwa ni bao ambalo wanasema lina utata. Lakini ukiachilia mbali ambao unazungumza iwe goli au sio goli, kuna watu ambao wanaamini Mnyama Simba alikuwa na nafasi ya kuimaliza ile game kuscore whether magoli mawili au zaidi, bila kujali ile goli ambalo limefungwa ni la offside au sio la offside. Mzinga, ni kweli kwamba wewe kwa namna ambavyo ulipata nafasi ya kutangaza ile mechi, Simba alikuwa na nafasi hiyo ya kumaliza mchezo kabla ya kushuhudia ile goli la Pacome? Kwanza kuna kitu hapo nitajaribu kukicomment pia, ingawaje nimeona kama umekiruka hii. Kitu cha lile goli ni offside au sio offside, afu ndakuja kujibu kwenye upande wa pili. Binafsi nimetangaza ile mechi. Nimetangaza lile tukio, sikulizingatia wakati natangaza. Mimi natangaza mechi manake naangalia flow ya mpira. Kuna vitu sio lazima niviangalie, yani si nani yuko kwenye eneo gani nini, hapana. Kwa hiyo mimi binafsi nilikuwa sielewa pale, lakini baadaye nikawa naangalia ile clip, watu wametoa mitazamo tofauti. Kuna watu wanaamini ile ni offside, kuna watu wanaamini ile sio offside. Kwa hiyo kila mmoja na utashi wake kwa namna ambavyo amepokea na anavyojua yeye. Sasa mimi sikutaka kuishi na mawazo yangu ambayo niko nayo. Nikasema subiri nirudi kwa wataalamu. Kwa hiyo nilivyorudi kwa wataalamu, kwa maana ya marefri, tunafahamu miongoni mwa waamuzi wa zamani wenye beji ya FIFA ni Othman Kazi, ambaye ana kipindi kinaitwa kipenga cha mwisho. Nilimuuliza kuhusu ile issue, yeye wala hakudili na offside au sio offside, alienda moja kwa moja kuzungumzia foul. Yeye aliniambia hii ni foul. Yani kilichotokea pale kulikuwa na foul, kulikuwa na foul ndani yake. Kwa hiyo hilo ndio jibu ambalo alinipa. Kwa hiyo aliniambia kabla kuangalia goli au sio goli, Rushan Derek tayari alikuwa ameshambananisha tayari, ameshafanywa foul. Yes. Kwa hivyo akwenda kujibu tena huko mbele. So linabakia kuwa ni namna ambavyo mtu naona sasa. Hilo nimekuja kutoa wazo la tatu jingine ambalo watu walikuwa walijadili kabisa. Watu wanajadili tu ni offside au sio offside. Kwa hiyo inategemea na namna ambavyo mtu unapokea
inawezekana ukaona foul, umeona offside, umeona sio offside, ni wewe na namna ulivyopokea. Lakini tukija kwenye swali lako la msingi la kumaliza mechi, ni of course yes, Simba sio kumaliza. Nikisema kumaliza mechi tutakuwa tunaukosea mpira. Kwa sababu tunavyosema kumaliza mechi maana yake ni kwamba Simba angefunga kwenye first half, you never know Yanga wangereact vipi. Sawa? Maana yake kile ambacho tumekiona pale pengine singekuwa vile. Yanga wangereact tofauti kabisa. Kwa hiyo inategemea. Ila tutumie lugha kwamba Simba alikuwa na nafasi ya kuweza kufunga bao. Sasa nafasi ilikuwepo. Clear chances walizitengeneza, mbili kubwa zaidi. Moja ilikuwa ya Kibu Dennis yeye na Djigui Diarra, mpira ambao angeweza kuchopa ingekuwa nzuri zaidi, lakini nyingine ndio ile ambayo Shomari Kapombe aliingia pia kutokea right side naye akawa ameshindwa kuitumia. Kwa hiyo ni nafasi mbili kubwa ambazo Simba alizipata, zingeweza kufanya kitu, zingeweza kutofautisha kwenye scoreboard. Hata kama ingekuwa wamepoteza, ingekuwa kwa goli fulani au ingekuwa sare au ingekuwa hivi, yes, vitu vya namna hiyo. Sawa, tuangalie performance ya mchezaji mmoja mmoja. Tumejaribu kumtazama Ekua ambaye jana alipata dakika kadhaa za kucheza, lakini baada ya game nimeona baadhi ya comment watu wengi wakiwa wanamshambulia kwamba kuna namna anakuwa mbinafsi. Ina nafasi moja ambayo alikuwa na mpira yeye, alikuwa na uwezo wa kuopti kupeleka kwa Clement Mzize. Yeah. Wamejaribu kumwangalia, wanasema anapenda sana kukaa na mipira. Garibu, ulivyomuona Ekua, ni mchezaji wa aina gani? Celeste Ekua ni mchezaji mzuri. Mimi mara kadhaa nimekuwa nikisema hivyo kwa kurifaa kule alikotoka mpaka sasa hivi alipo hapa, lakini iko ambacho amekiona, nadhani ni vitu vya kawaida kwenye football. Wapo wachezaji wa namna hiyo, mchezaji ambaye kuna kila kaliba ya wachezaji uwanjani. Wachezaji wa namna hiyo ambao ni selfish wapo. Nadhani kitu kikubwa kutoka kwa Celeste Ekua, iko kitu mimi nimekiona. Ingawaje hiyo nafasi ambayo inazungumziwa sio nafasi ambayo nimeona kwamba kamnyima pasi Mzize. Alichelewesha kupiga pasi. Yaani ilikuwa inaonekana Mzize alikuwa muda mrefu, wote walikuwa kwa mbele. Kwa hiyo Mzize alikuwa muda mrefu amwekee mpira, akachelewesha, akataka kumpasia muda ambao tayari wako blocked na mpira wako blocked. Lakini kuna coincidence, the like of kwenye mechi yao dhidi na Bandari waliocheza, kuna mpira ilikuwa pasie kwa Maxi upande wa kulia huku na hakupasia. Kuna jaribio jingine alipiga tobo hivyo wachezaji kama wawili, akashoot kwa left side kwa mguu wa kushoto, na yenyewe pia kulikuwa kuna watu wa upande wa pili angeweza kupasia. Lakini katika mechi dhidi ya Rayon Sport alicheza, kuna chances alizipata nazo angeweza kupasia kwa wengine, lakini hakufanya hivyo. Sasa kwa nini inatokea hivi? Kuna vitu vingi sana ndani yake. Miongoni mwa vitu hivi, unajua Ekua tunapozungumzia, tunamzungumzia mchezaji ambaye namba zake pengine zinaweza zikakukosoa, ambaye wanasema huyu ni selfish. Kwa sababu last campaign katika ligi ya Ivory Coast akiwa na timu mbili, Zoman pamoja na ASEC Mimosas, kafunga goli 13. Yaani kazidiwa na wachezaji wawili ambao walifungana, wamefunga magoli 14. Lakini ametoa assist 10. Vinara wa assist wametoa assist 10. Yaani hamna ambaye amezidi hapo. Tafsiri yake huyu ni kinara wa assist. Sasa mtu selfish pengine katika hizi namba uenda usimuone, lakini Ekua kwenye hizo namba unamuona. Ninachokiona kutoka kwa Celeste Ekua ni kutaka kuprove mapema. Ameingia mechi ya kwanza ya Rayon Sport haikuwa nzuri, mechi ya pili dhidi ya Bandari ikawa nzuri kwake, licha kwamba alifunga, lakini alifanya vitu ambavyo vilionekana kwamba ni vizuri, na kwa sababu alifunga kuna vitu walikuwa vinatokea watu wakaona waviache tu, na kimsingi kwa sababu alikuwa ameimbwa sana, akapewa hadi jina, mtangazaji alimpa jina pale na mazingira kama hayo. Kwa hiyo hivyo vyote vinamfanya aanze kufeel sasa. Kuna mazingira na ya feel ya tofauti. Huyu anakotokea anatokea ASEC Mimosas za Ivory Coast. ASEC ni klabu kubwa ndani ya Ivory Coast, lakini nguvu ya mashabiki imepoteza. Sasa hivi ASEC haina nguvu hata ya robo ya mashabiki wa Young Africans. Kwa maana ya kujitokeza uwanjani kwa namba hii. Mapenzi ya Ivory Coast na mpira wa ndani tofauti na mapenzi ya kwetu sisi na mpira wa ndani. Sisi tunapenda sana cha kwetu kuliko Ivory Coast wanavyopenda mpira wa ndani. Klabu aliyotokea ya Zoman ni down kabisa, ni klabu ndogo ya pale pale Abidjan, lakini ndogo sana. Kwa hiyo amekuja hapa, amefunga goli katika ile mechi. Atmosphere imembadilikia. Kwa hivyo pengine hizo vitu vingine tunavyoviona, maybe ile kutaka kuendelea kuprove kwamba Celeste Ekua na ndo nimetua katika ligi kuu. Kwa hiyo nimetua Young Africans, kwa hiyo nataka kuonesha makubwa zaidi. Nadhani iko ndo kitu kikubwa ambacho nimekiona kwa Celeste Ekua. Sawa, tumalize na mlinzi wa Simba Rushan De Rock.
performance bora ambayo alionyesha kwenye mechi ya jana na mechi ya Simba Day. Inawezekana akaja kutibu ile shida ya Simba misimu miwili ya nyuma ambayo tulikuwa tunaona alikuwa na tatizo la kuruhusu magoli. Inawezekana akaja kutibu Simba, lakini hata hivyo ilikuwa sio timu ambayo inaruhusu sana magoli. Lakini kuongezeka kwa Roshan Derek manake anazidi kuongeza quality. Ameondoka pale Shea Malone kwenye safu yao ya ulinzi, Simba wameboresha. Nazungumzia center backs wameboresha. Ameondoka mmoja ambaye ni Shea Malone. Ameingia Roshan Derek ambaye naamini kabisa kwamba Roshan Derek is far better kuliko Shea Malone. Lakini mbali na hapo wameongeza wengine, the like of Wilson Nangu, Vedastus Masinde, wote wameingia ndani ya kikosi. So naamini Roshan Derek ni usajili ambao umekuja kuongeza quality ndani ya Simba, usajili ambao tumeona katika hizo mechi zote mbili. Umetaja hapo Simba Day dhidi ya Kogalo Gor Mahia, lakini pia mechi dhidi ya Young Africans. Hizo ni mechi mbili, moja ilikuwa ni exhibition ya tamasha tu la kujionyesha, moja ilikuwa ni mechi ya juu kabisa, yani most valuable match. Yeye ameperform kwa daraja lile, maana yake huyu ni mchezaji mzuri sana. Just imagine atakapokwenda kucheza na timu za mid table itakuwaje? Kwa hiyo ni mchezaji mzuri ambaye tayari amesha prove katika mechi mbili tofauti ambazo tumemwona, na kiwango chake kilikuwa ni cha hali ya juu. Kwa hivyo naamini anakwenda kuongeza ubora katika safu ya ulinzi ya Simba. Upande wao wa kushoto ameondoka Mohamed Hussein ambaye ni captain na no doubt alikuwa one of the best defenders. Naiona Simba safu yake ya ulinzi itaenda kuwa imara kwa sababu ya Roshan Derek kuongezeka kwake pale. Kunakwenda kuongeza quality. So mechi dhidi ya Young Africans wali create chances za kutosha, lakini Mwamba alikuwa na block after block after block. Yeah. Shukrani sana. Asante.